Uthubutu wa Haidaeli unaonyesha mtazamo chanya hasa kwa wanawake kwa kufanya kazi kwa ufasaha na makini akiwa barabarani bila ya kujali urefu wa gari lake. Haidaeli anasema kuna wakati alitamani kujiandikisha katika mbio za magari, lakini alipata vikwazo kutoka kwa wazazi wake. Kusema ukweli, mimi kwanza nikiwa mtoto nilikuwa napendelea issue za magari, na kuna kipindi nilitaka nijirejiste kwenye zile mbio za magari Arusha, ingawa mzazi hakukubaliana na hilo. Lakini kwanza udogo nilikuwa nikipenda magari, nimekuwa karibu na magari, na ndio maana mpaka sasa hivi niko hapa. Ndoto zako zilikuwa ni nini yani kabla ya kuja kwenye gari? Unajua kulingana na maisha kuna wakati unakuwa na ndoto nyingi tofauti tofauti, lakini pia kutoka kama nilikuwa napenda issue ya magari, kuwepo hapa napenda, yani inanifurahisha zaidi. Kwa mimi nilienda chuo cha NIT. Hapo nyuma nilikuwa tayari na leseni yangu ya kawaida, lakini nikaenda kuongeza, yani nikaanza C1, C2, nikaja kupata C plane na baadaye kupata cheti cha BRT. Suala la kukata tamaa hasa kwa wanawake limekuwa ni changamoto, licha ya kwamba elimu zimekuwa zikitolewa kama motisha ili kuweza kujaribu kitu ambacho ana ndoto ya kukifanya. Haidaeli anasema lazima kufanya maamuzi magumu ili kuweza kufanikiwa katika kila kitu unachoamini. Kila mtu anaweza. Kama mimi nitaka kwenda kwenye magari ya mbio ya mashindano, kwa nini wao washinde tu gari la kawaida? Ni kuamua kutoka moyoni, yani kutoka ndani yako. Ukiamua unaweza. Kila mwanamke anaweza. Tusisubiri kwenda kuomba naomba shilingi 200. Wakati unaweza kaingia chuo ni mwezi mmoja tu. Mwezi mmoja unapata certificate yako na unaingia katika kazi kama hii. Kwa kila mwanamke anaweza. Haidaeli akiwa barabarani katika majukumu yake ni mwanamke jasiri anayeonekana kupenda kazi yake na kufanya kwa makini mkubwa. Lakini ni nini tofauti ya kuendesha mabasi haya ya mwendo kasi ambayo kimuonekano ni marefu tofauti na mabasi mengine ya kubeba abiria? Haidaeli anatueleza zaidi. Tofauti ya kuendesha magari haya ni kwa sababu haya sana sana yana barabara yao maalum, lakini pia yale mengine yanakuwa madogo. Haya ni marefu, inabidi ujue measurement hivyo. Kwa maana gani? Vipimo. Naam, kwa mfano kuna sehemu ya kukata, kukunja. Gari dogo unakunja tu, lakini hili hapa lazima uwe na vipimo, uangalie gari yako namna utakavyoweza kukunja usipate shida yoyote. Mohamed Abdalla Kasim ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Moffat. Uzoefu wake unaonyesha kuwa madereva wanawake wapo makini zaidi barabarani, hivyo kufanya safari kuwa fupi. Wapo manake na dereva, na tulitangaza nafasi za ajira, waka-apply na tukawafanyia vetting, wakapita. Na tunaamini na wanawake wengi wamekuwa hatujawahi kukuta ajali ya mwanamke hata mmoja. Gari zote za wanaume tunaamini wako makini kuliko wanaume. Haidaeli Joseph mwenye ndoto ya kumiliki kampuni ya mabasi ya usafirishaji anabaki kuwa mfano kwa wanawake wenye uthubutu na mfano kwa wengine. Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam.